taarifa zetu zijazo. Kwako Adia. Sadakta, asante mwenzangu Davis Mberia kwa muhtasari wa jinsi mambo yalivyo katika mji wa Kitengela, hususan barabara ile inayotoka Athi River kuelekea mji wa Namanga, ambapo awali hali ilikuwa si hali kwa sababu maandamano yalikuwa yamekithiri maeneo yale, na kama alivyokueleza Mberia, sasa hivi hali imedhibitiwa kwa kiasi fulani, ijapokuwa bado hakuna usafiri wa umma unaoendelea katika maeneo mengi sawia na ilivyo katika maeneo mengine nchini kote. Tukizamia taarifa nyingine ni kwamba shughuli za uchukuzi mjini Busia zimekwama, huku abiria na wafanyabiashara wakisalia kuhangaika kufuatia mgomo wa madereva na magari ambao wanalalamikia ongezeko la bei ya mafuta na kwa kuwapa gharama zaidi. Kulingana na baadhi ya abiria na wafanyabiashara ambao wamezungumza, bei ya mafuta usafiri imeongezeka maradufu haswa, na vile hamna magari ya uchukuzi, hali ambayo inawapa hofu na kukadiria hasara kibiashara. Aidha, baadhi ya madereva wanasema kuwa ni kinaya kikubwa kwamba bei ya mafuta kupanda hapa nchini ikilinganishwa na taifa jirani la Uganda, ilhali mafuta yote yanapitia hapa nchini Kenya kuelekea nchini Uganda. Sisi kusema ukweli, leo tumerauka asubuhi na tulikuwa na fununu kutakuwa na maandamano ya mambo ya mafuta, na tumeamkia mapema. Kufika stage kuna hali ya sintofahamu kwa sababu tunasikia barabarani kule mbele zile gari zilijaribu kutoka, zimefungiwa barabarani. Hata Luanda kuna zile zimepigwa mawe kwa sababu raia wako na hamaki, wanalalamika mambo ya mafuta. Sisi tulikuwa tunaomba kama raia wa nchi hii ya kwamba kama rais anaweza tusaidia, kama kuna ushuru ile anaweza punguza kwa mafuta, kwa sababu tunajua chanzo cha ukosefu wa mafuta ni vita ambayo iko kule Iran. Bei ya mafuta imepanda, tunalia kwa mafuta hayo. Ukiangalia sasa gari wanatupandishia nauli, maisha imekuwa juu, gharama ya maisha imekuwa juu. Nimefika hapa saa 12 asubuhi, nimekaa paka saa hii, hakuna gari yenye nakubali kunibeba kwa pesa yangu. Nahangaika tu, watoto wangu watakula aje? Wananchi jamani, president tunakuomba tupunguzie mafuta. Tunalia kama wamama. Sikia kilio wananchi jamani, president. Tunalia kwa uchungu, kwa huzuni kama wazazi.